Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Agosti 30 siku ya Jumapili. Mada leo nasema matunda ya huduma ya kweli. Soma Wakorintho wa pili sura ya 3 aya kwanza hadi ya 9. Ni kwa maana gani tunaweza kuwa waraka wa Kristo? Barua za mapendekezo zilikuwa za kawaida katika ulimwengu wa Yunani na Warumi. Hata hivyo, Paulo hakuwa na barua kama hizo. Uweza ubadilishao wa roho katika maisha ya Wakorintho ulikuwa uthibitisho wa huduma yake ya kweli. Hata hivyo, Paulo alikuwa na uhakika kwamba haikuwa kwa akili au juhudi zake kwamba kanisa la Korintho lilikuja kuwepo. Wakorintho wa pili sura ya 3 aya 4 hadi ya 6. Hakujihusisha katika kujitangaza. Wakorintho wa pili sura ya 3 aya 5. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 aya 2. Paulo anazungumzia huduma yake kwa kutuzungumzia kwa ufupi maagano mawili, la kale lililowakilishwa na Musa na jipya lililowakilishwa na yeye na wenzake. Msomaji mwenye haraka anaweza kufikiri kwamba agano la kale halikutoa tumaini la wokovu, lakini hii si kweli. Wokovu ulipatikana katika agano la kale kama katika agano jipya. Agano la kale lilikuwa injili ya mapema na andiko kwa vile lilivyokuwa tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani. Lilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani kusema, katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Wagalatia sura ile ya 3 aya 8. Katika Wakorintho wa pili sura ya 3 aya ya kwanza hadi sura ya 4 aya 6, tunaweza kuona kwamba agano la kale linatumika kama ishara ya uzoefu wa ushikaji mno wa sheria wa kale ambao walitegemea matendo yao ya utii kama njia ya kumpendeza Mungu. Agano jipya hata hivyo linawakilisha uzoefu wa wale wanaotegemea kabisa neema ya Mungu kufanya yote ambayo Mungu ameahidi kufanya kwa ajili yao na ndani yao. Paulo anazungumza kuhusu miitikio miwili tofauti ya waumini na wasioamini kwa Injili. Hazungumzii injili za aina tofauti, moja katika agano la kale na nyingine tofauti katika agano jipya, kwa maana kuna injili moja tu inayotolewa na Mungu ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu, si kwa kadiri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadiri ya makusudi yake yeye na neema yake. Neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele. Timotheo wa pili sura ile ya kwanza ya 9. Hii haikanushi kwamba Wakorintho wa pili sura ile ya 2 aya 14 hadi sura ya 4 aya 6 ina vipengele fulani vya kihistoria, lakini anatumia historia hiyo kujenga hoja kwamba baadhi yao wanaokolewa na wengine wanapotea. Wakorintho wa pili sura ile ya 2 aya 15. Kwa sababu ya mwitikio ule wa kutoamini na kukosa imani kwa huduma ya Musa, huduma yake inaweza kuchukuliwa kama huduma ya hukumu na kifo. Kwa sababu kanisa la Korintho liliamini, huduma ya Paulo kati yao ilionekana kama huduma ya haki, huduma ya Roho aletaye uzima. Uzoefu huu wa wokovu wa kanisa la Korintho ni ushahidi wa huduma ya kweli ya Paulo. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, leo ni Agosti 30 siku ya Jumapili, mada ikisema matunda ya huduma ya kweli. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema.